So guys, after the back and forth of Kaluma Boy and Bishop Ben and Mofam and everything, nimekuja kujua shida iko wapi. The thing that they are asking is each other is that Kaluma Boy anataka ile shamba ambayo walinunuliwa na ile nyumba ambayo wanatengenezewa iuswe. So apparently I'm told that Kaluma Boy and the mother are pressuring akina Mofam to sell the land and the house that they were being built, ama ile wanajengewa enye wanakaa kule Chaka. Now the problem again, the father of Kaluma Boy and the sister do not want the land sold. Hiyo ni ile udaku tunapata huku online, not online, verifiable, kitu trustable udaku. So apparently Kaluma na mama wanataka wauze shamba, lakini the dad anasema abadan katan. Walikuwaga na mkutano na akina Mofam na wakasikisana waende wakwe na mkutano wengine leo. As we speak, wako mkutano. They are trying to convince Kaluma Boy that it is not wise to sell the land and the house. Maoni yangu ni hii, maana siko kwa hiyo mkutano, lakini najua mtaona hiyo video. Abieni Kaluma Boy tulichangia baba yake mgonjwa. Hatukuchangia yeye. He is a man, he has all the energy. That house and the farm ni ya baba yake. Baba yake ndio anafaa kusema kama inafaa kuuswa. Actually Mofam, it is actually disrespectful to sit down with the boy to discuss about the sale of that land when his father is still alive. Yeah? Hiyo ni kugawa mzee. Hiyo ni totally disrespectful. Na mkubuke hiyo pesa ni pesa ya Mwigi. Kama mnataka kuuza, muuse, mturudisie mtu sirigi 20 yake, sirigi 50 yake. Otherwise it is totally improper. Na Kaluma Boy bana, fikiria about your future. Don't be pressured like a small girl. You are a man nani. This is about your future tafadhali. Kama baba anakataa, ni arona hado, kuna kitu labda anaona na hamtaki kutuambia. Otherwise guys, what is your maoni? Should Kaluma Boy and the mom sell the land that they were bought na ile nyumba ambayo walijegewa? I am told it's 90% done. So I don't know kama ni 90 ama 95, but they have even moved in. So guys, what is your maoni on that? Nipewa kazi, tuliko na hiyo kila kitu. Waliachia Mofam. Sitaki kushout ndio wasi record. Waliachia Mofam shida zote. Kila fudi akikuja na kura anaenda. Kila fudi akikuja na kura anaenda. Kila fudi akikuja na kura anaenda. Kwanza kuna fudi mwingine anaitwa Mokorino. Anaitwaje? Ibu. Huyo alikura akaenda. Kuna fudi anaitwa Ibu. Alikura pesa akaenda akaachana na hiyo mchego. Hata wezi angalia baba mtu hapa ni mgonjwa. Huyo Ibu, huyo Mokorino ati aliachilia mchego akaachana nayo. Alikura akaacha akaenda. Mama Kaluma hakufukuliwa kazi. Hakuna kazi alifukuliwa. Pesa yote ilienda ati kwa mchego. Sasa waliachia stress zote Mofam. Hajui atafanya nini. So nilikuwa nasema ukichukua ugali na nyama, unajua guys hawajasikia, hizo zilikuwa za ndani. Hasira imeendelea kupanda. Guys, nikiwaambia hasira imeendelea kupanda. Hasira imeendelea kupanda. Kaluma si alipewa brands, walimcontrol. Kitu moja, wacha nisiongelee story. Naona kama ni mimi Warudishwa Geshagi. Babake saizi hajaienda clinic for the last 6 months. Na nje tuko tunasaidia. Aliachiliwa. Wenye walichukua Kaluma Boy. Juzi tumewaita tukauliza kuliendaje, wakasema ati pesa iliisha, ndio maana Kaluma amejikutusiwa hapa TikTok. Kuna watu walitrust, wengine wakajinyakulia wakaenda wakiendaga. Kaluma akajua hivyo haezi ongea. Mnamjua vizuri kuanzia nini mwanzo. That is what they did. Saizi wako Geshagi wote, hawana mbele wala nyuma.